Ndugu zangu Waislamu, sambamba na majibu yetu juu ya fatawa za Sheikh Abdul Qadir Al-Ahdali hadana Allah wa iyyah, nimeonelea nitumie fursa hii kutoa nasaha ijapo fupi kuhusu kipindi tulichokuwa nacho. Tuko katika kipindi muhimu sana, kipindi cha kuelekea uchaguzi mkuu wa taifa letu la Tanzania. Allah tuhifadhi sote na atuepushe na kila shari na kila anayekusudia nchi yetu hii ubaya wote. Allah amrudishie ubaya wake, umdhuru yeye mwenyewe. Kwa hakika ni kipindi muhimu sana cha kuwalingania watu juu ya umuhimu wa amani. Amani inatakiwa tufahamu kuwa ni tunu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yahabuhu liman yasha, anampa tunu hii amtakaye. Na sisi alhamdulillah kwa muda mrefu na miaka mingi tumepata amani, tunaweza kufanya mambo yetu mbalimbali katika masalih ya dini yetu na dunia yetu pasi na kubughudhiwa na mtu yeyote. Leo hii tuna uhuru wa kuzungumza, mtu akaleta kile anachokifikiria katika maono mazuri ya kujenga bila uharibifu, kama jambo la dini, kulingania watu katika dini yao. Tutaweza kwenda misikitini, twaenda masokoni, sisi twaenda madrasa, twaenda kwenye shughuli zetu mbalimbali, twasafiri. Mtu leo atoka Dar es Salaam mpaka Tabora, Shinyanga, Kigoma, Bukoba na nchi nyingine jirani, pasi na kuhisi chochote wala kufikiria kwamba huenda nikifika sehemu fulani nitatekwa, au huenda nikifika mazingira fulani nitauawa. Hakuna anayefikiria haya kwa Tanzania hii. Hivyo basi, ikiwa tunakiri wote kwamba hii ni tunu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tusikubali mwanya wa yeyote kufungua anayedai kwamba sisi tumechoka na baadhi ya mambo, akataka kuvuruga amani kwa sababu ya kudai kwake eti amechoshwa na baadhi ya mambo hayaendi sawa, sijui kadha na kadha, madai ambayo hayana qima. Ukiyapima katika mizani, ukaweka katika mizani yako amani na ukaweka madai yake katika mizani, katika kifu ya mizani nyingine, utakuta hayana hata uzito wa ubao wa mbu. Tusikubali kumtegea usikio mtu huyo, bali tumkemee vikali. Ndugu zangu, inatakiwa mfahamu kwamba ili jambo la amani halina badali, halina badali hata ya mali. Mtu anaweza akapewa mali nyingi akakusanyiwa, lakini kama hana amani, ana hofu katika moyo wake, hizo mali zake hazina faida yoyote. Allah anaweza akapa ibtilaa nyinyi, akawapa ibtilaa, mtihani wa njaa, mkavumilia kwa sababu mwatoka mwenda maskani, mwatoka mwenda msikitini, mwatoka mwenda masokoni na mwenda sehemu mbalimbali kufanya mambo yenu ya kijamii. Lakini sio hofu. Hofu huwezi kutoka kwako, na hakuna anayeridhia kuambiwa saa 12 hakuna kufungua majumba yenu, kaeni majumbani kuanzia saa 12 kamili. Bila shaka hiyo ni hali ya hatari, ya kuhatarisha. Kwa hiyo inatakiwa watu tuchunge amani tuliyokuwa nayo, na amani ina faida kubwa. Ndugu zangu mnaonisikiliza katika hili, kwa hiyo mtu atakayetokea anataka kuvuruga amani, tusimkubalie. Na wengine hudai, wakidai kwamba amani haiwezi kuja pasi na haki. Haya maneno si ya kweli, bali tunataka tuwaambie kwamba ukitaka mali kwa kutaka kuvunja amani, kama alivyosema ndugu yetu mmoja katika watu waliokuwa wakitoa khutba, staff yetu mmoja, Allah amhifadhi, akasema ukitaka pesa kwa kutaka kuvunja amani kwa sababu ya pesa hizo, basi utakosa pesa na amani, kwa sababu huwezi kutafuta mali wakati hakuna amani. Angalieni nchi zenye vurugu kama Palestina mathalan, leo pesa wametoa wapi? Hawana pesa na amani pia hawana. Sasa sisi je, tutataka tuwe kama hao?
Sisi wa Tanzania wenye amani ya muda mrefu tunataka tuwe kama hao kwa sababu ya upumbavu wa watu wachache tu. Wakasimama wakavuruga fikra za watu na watu kwa sababu wamezoea mihemko. Sasa sisi tutakiwa tutii amri za watawala, tuwatii watawala wetu, na hii ni sheria ya Uislamu yatuambia hivyo. Sisi inatakiwa tuwatii watawala kwa sababu katika kuwatii watawala maslahi yake ni makubwa kuliko mafsadi yake. Lakini tusipofanya hivyo, hayo mambo tunayotaka sisi hatutayaweza. Haya ndio yafahamu wa Tanzania wote kwa ujumla. Kwa hiyo ndugu zangu, na hasa bil khusus Waislamu, msiwe chanzo cha matatizo katika kuvuruga amani. Litatugharimu hilo sote, kuanzia sisi wenyewe, wazazi wetu, watoto wetu na jamaa zetu wa karibu. Sote tutavurugikiwa na hatutaweza kufanya chochote, na hatuwezi kuinunua hiyo amani tena tukishaivuruga. Kwa hiyo tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala na tuwasikilize wanaoelezea jambo la amani na ubaya wa uvurugaji wa amani mwisho wake ni nini. Mimi nitakupeni mfano mdogo kwa kumalizia mazungumzo. Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ndio kiigizo chetu, mwafahamu nyinyi kisa cha sulhu ya Hudaybiyah, ambayo kupitia kisa hicho imepatikana fathu Makkah. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika sehemu ya Hudaybiyah akikusudia umra na masahaba zake takriban 1500, alipofika pale mnyama wake akazuilika na kutembea, akagoma kwenda mbele wakati anaenda Makkah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia masahaba kwamba kimemzuia huyu mnyama wangu kile kilichomzuia ndovu. Yule ndovu wa Abraha aliyekuja kuivunja al-Kaaba, kile kilichomzuia ndovu yule akakataa kwenda, hagoma kwenda, ndio kilichomzuia huyu ngamia wangu. Bila shaka ni Allah subhanahu wa ta'ala amemzuia, hawezi kwenda mbele. Sasa tukae hapa hapa. Walipokaa akamtuma Uthman radhiyallahu anhu na baadhi ya maswahaba kwamba nendeni mkawapeleleze watu wa huko wanataka nini, watu wa Makkah. Walipoenda kule wakamzuia Uthman, wale makufaru wa Makkah, Quraish wa Makkah wakamzuia Uthman. Kisha zikaja habari za uongo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba kwamba Uthman ameuawa. Jambo hilo likawa limewatikisa Waislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakaa chini ya mti. Kisa hicho kinaitwa Bai'atur Ridwan, kiapo cha utiifu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wao watakufa na kupona kwa ajili ya kuiokoa damu ya Uthman radhiyallahu anhu. Wakampa bai'a Mtume sallallahu alaihi wasallam tahta ash-shajara, chini ya mti. Wakakubaliana naye kwamba sisi hatutokimbia kwenye vita. Mara baadaye zikaja habari kwamba hapana, Uthman hakuuawa, alikuwa amezuiliwa tu. Na washirikina wakaogopa, wakamwachia Uthman. Kisha wakataka waingie mkataba na Mtume sallallahu alaihi wasallam wa amani. Hapo ndo mahali shahidi. Wakawatuma watu wao kwamba nendeni kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumtake mkataba baina yetu sisi na wao Waislamu, mkataba wa amani na mengine tutakayotaka sisi. Yule bwana alipokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja na ujeuri mkubwa. Akasema tuandike mkataba wa maridhiano. Kwanza kabisa, jambo la kwanza, miaka 10 hakuna mapigano wala vita. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema andika. Kisha wakataka kuandika bismillahir rahmanir rahim. Ali radhiallahu anhu anataka kuandika, Mtume yule bwana yule kafiri akasema hakuna kuandika bismillahir rahmanir rahim, futa. Mtume sallallahu alaihi wasallam amefuta hiyo. Alipoandika Muhammadun Rasulullah akasema ya Rasulullah, futa, sisi hatuitambui. Lao kama tungekuwa tutambua tungekubali aende huko Makkah. Kwa hiyo ikawa Ali radhiallahu anhu anapata kigegezi cha kuandika, sema ya Rasulullah, mimi siwezi kukosa kuandika hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema andika, usiandike, futa hiyo. Madamu wametaka hawa, futa. Ala kulli hali jambo likaenda hivyo. Kwa sababu gani? Alichokichunga Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ile kafiri alisema mkiandika hivyo mkataba hakuna mkataba wa amani hapa. Ikabidi Mtume sallallahu alaihi wasallam akubali kwa sababu ya kuchunga maslahi ya amani. Sasa tuulizane sisi Waislamu,
na mengi yaliyotokea ya dhulma ambayo waliyafanya hawa makafiri. Je, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hana haki ya kusema andikeni bismillahirrahmanirrahim, mimi sikubali, andika Muhammadur Rasulullah? Mbona yeye aliyashusha chini kwa kutaka haki yake ichukuliwe, itwezwe na cheo chake kitwezwe kwa sababu ya kulinda maslahi ya amani? Kwani yeye hakuwa kwenye haki Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini alichunga maslahi mapana zaidi kuliko hiyo haki, kwa sababu alijua kwamba kwa kufanya subra na kubaki katika amani bila shaka Uislamu utapanuka zaidi. Na kweli ilikuwa hivyo mawazo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika jambo hilo. Baada ya hapo akakaa sasa ana amani. Kuanzia mwaka huo mpaka miaka 10 analingania Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka anaandika barua kwenda kwa wafalme mbalimbali. Na kweli wakapelekea ujumbe, wengine wakaslimu, wengine wakapokea ujumbe kwa uzuri lakini hawakuslimu, wengine wakauchana ujumbe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini alhasil alitumia fursa ya amani katika kufikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa amani, sababu anawapeleka watu anajua hakuna watakachokiogopea isipokuwa wanyama wakali tu katika njia, lakini si watu tena, kuonesha kwamba amani ni tunu kubwa na inatakiwa ilindwe. Na chochote kinachotaka kuvuruga amani tusikubali, na yeyote anataka kuvuruga amani msimkubalie, mshike mikono yako kwamba wewe unataka kutuharibia. Kwa hiyo amani ni tunu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini miongoni mwa vitu vinavyosababisha amani ni ta'atu ulati al-umur, kuwatii viongozi wetu. Ni lazima sisi tuwatii viongozi wetu, na hii ni amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika hadithi ya Irbad bin Sariya radhiyallahu ta'ala anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaidhi masahaba mauidha makali, yani mauidha aliyoingia katika nyoyo zao mpaka wakadhani kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anaaga hapa. Katika aliyowahusia asema usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'a, na kuhusieni kumwogopa Allah jalla wa ala na usikivu na utiifu. Wa in ta'ammara alaykum 'abdun, hata kama atakutawalieni nyinyi mtumwa, kwa sababu asli ya mtumwa hatawali, lakini ikitokea akatawala basi lazima mumtii. Maana yake ni kwamba hata ikitokea mtawala hamumridhi, katawala mtawala ambaye nyinyi hamumtaki, hamumridhi, lakini ametawala, imetokea amekuwa mtawala, ni sharti kwenu nyinyi kumtii. Hayo ni mafunzo ya Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Na tukisema haya si kwamba sisi ni vibaraka, kwamba hao vibaraka hao, wallahi wa billah, Allah ni shahidi katika hilo. Hatutumiki kwa lolote zaidi ya kuizungumzia sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyoko juu yetu. Kwa hiyo Allah ibadallah, tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo la amani tuliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na walioonja dhauq ya kukosa amani wanajua haya tunayazungumza kuwa haki iko wapi, na kwamba haya ndiyo maneno ya haki. Na wanaozungumza kuvunja amani kwamba sisi hatukubali kadha na kadha, waachie wasikubali wao, wewe usiingie katika mkumbo huo. Lazimiana na nyumba yako, kadhalika tii amri za Allah jalla wa ala juu yako, zilizoko juu yako, katika kuwatii watawala na kutii sheria za nchi yako ulioneemeshwa. Hii nchi yetu ya Tanzania ina amani kwa kiasi kikubwa. Mwisho wa yote tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awaongoze watawala wetu, na kadhalika awape islah katika kuyasimamia majukumu waliopewa. Na Allah subhanahu wa ta'ala watie hofu yako itokayo kwako Allah jalla wa ala, wasimamie majukumu yao vile ipasavyo na unavyotaka Allah jalla wa ala, na kuridhia. Na leo kama tungekuwa tuna dua, tunajua kama hii inaitikiwa hasa, tungeombea watawala wetu, kwa sababu majukumu na masuhulia waliokuwa nayo ni makubwa sana, huenda akapewa mwingine akayashindwa. Kwa hiyo tumuogope Allah jalla wa ala juu ya kuwatii hawa, na kuombea dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah awasilihishe, awatengeneze watawala wetu, kwa sababu kutengamaa kwao ndio kutengamaa kwa raia. Nas'alullah bimannihi wa karamihi ay yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.